Kutoka kwa Lora tuelekee kwake Shitiabai akiwa kaunti namba 26 akitufahamisha kwamba wanaharakati wa mazingira wameanzisha mikakati ya kulinda na kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kutunza msitu wa Mount Elgon ambao si tu hifadhi ya kitaifa ya wanyamapori bali ni mojawapo ya nguzo 7 za chemichemi za maji humu nchini. Hata hivyo, kuna wasiwasi unaoongezeka kuhusu uharibifu wa msitu huo na hatari ya kupotea kwa turathi hiyo. Mbuga ya wanyamapori ya Mlima Elgon inajulikana sana kama hifadhi ya ndovu. Historia ya mapango ya kale na chemichemi za maji katika eneo la magharibi mwa Kenya. Licha ya ukwasi huo wa kiasili, vitendo vya uharibifu wa mazingira vimewapa tumbo joto wana mazingira na wadau wa hifadhi wa misitu. Mlima huu unaharibiwa na shughuli za wanadamu kama kutoa kuni, kama kuchoma asali na mambo mengine ambayo yanafanya ambayo yanaharibu mlima. The county government, we've planted bamboo trees along the riparian areas, and we have also encouraged people to plant bamboo trees, especially here on top of the mountain. Kupitia mikakati mpya, wanaharakati hao sasa wanajikita katika kuelimisha wakazi wanaoishi kando kando ya hifadhi hiyo kuhusu umuhimu wa kulinda, wakisisitiza kuwa uharibifu huo unahatarisha msitu huo ni tishio kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. This ecosystem has existed since time immemorial, and we need to uphold it, and we need to hand over to the generation of tomorrow. The population is growing. Demand for natural resources also growing. Now, the resource that we have is almost static. We're not having a bigger area expanding every year, but the resource is just that small ecosystem that we have. Serikali kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali imeendeleza juhudi za upanzi wa miti ili kurejesha himaya ya mbuga hiyo na kuhakikisha eneo hilo linaendelea kuvutia watalii wa ndani na nje ya taifa hili. As you have seen around the country, we have had animals investing most of our towns and cities. It has become a danger, what demonstrates clearly that now their ecosystem, their habitat has been destroyed. The ecosystem is already crying, it is degraded, and it is a call that all stakeholders need to sit together so that we have a strategy, a restoration plan, so that we restore this ecosystem to its lost glory. As Lake Victoria we're concerned, with continued trend of degradation in the mountain here, it's affecting most of our infrastructure that are situated slightly downstream. Flooding, siltation has become a very big problem. Uhifadhi wa Mlima Elgon si jukumu la serikali pekee bali pia ni wajibu wa kila mwananchi. Utalii ni mojawapo ya sekta ambazo zimeweka taifa hili kwenye ramani ya dunia, lakini ukosefu wa hifadhi wa mazingira huenda ikafanya sekta hii kutokomea mbali. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, katika mbuga ya wanyamapori ya Mlima Elgon, kaunti ya Trans Nzoia. Kutoka kaunti ya Trans Nzoia tuelekee kaunti nambari 37.